wa mtu sio uraia wa kubahatisha wala haraka. Serikali kishaona taarifa zako haujajitosheleza, lazima utasubirishwa tu. Serikali inatoa huduma kwa mtu aliyekamilisha nini? Vigezo. Kama huna cheti cha kuzaliwa au una umri wale wa kuanzia miaka 70 kurudi nyuma mpaka mwaka 40, wale hawahitaji vyeti vya kuzaliwa. Lakini hawa kuanzia mwaka 80 ambaye amezaliwa na anajulikana kabisa na vyeti vilikuwa vimeshaanza kutolewa kwa mujibu wa historia ya huko nyuma ya serikali, hao inakuwa vigumu kuja na kwenda kuchukua nini? Kwenda kuhudumiwa zoezi mchakato wa kupata NIDA. Kwa hiyo mchakato wa uraia si rahisi hivyo mnavyofikiria. Serikali au uhamiaji au NIDA wana vigezo vingi sana. Ili kuthibitisha mtu uraia wako lazima uutetee. Wewe, mimi nimetoka Kigoma. Kigoma kijiji gani? Mzaliwa umezaliwa wapi? Sijui wazazi wako kina nani. Unamkuta mtu mwingine anashindwa kufanyaje? Kujielezea. Sasa serikali kisha kutilia mashaka kwenye maelezo yako, utatembea mpaka utachoka. Kama kweli ni Mtanzania, mzazi lazima atakuwa na NIDA. Unakuta mzazi hana NIDA na mzazi wake yuko labda mwaka 80. Kwanza mzazi hana NIDA wala hana cheti cha kuzaliwa. Mtoto naye kazaliwa hana NIDA wala hana cheti cha kuzaliwa. Historia yako ni nini? Kwa hiyo unakuta mtu anakuwa na kadi ya mpiga kura tu, hiyo ni. Ndugu zangu, uraia sio wa kurahisisha hivyo tunavyofikiria. Uraia ni mchakato. Kwa hiyo serikali ina mchakato kumtambua mmoja baada ya mwingine akishathibitisha kwamba yeye ni raia wa Tanzania na wakaridhika vigezo walivyo navyo kwamba sasa huyu kweli tunamsajili raia wa Tanzania. Kuna raia wengine tumeishi nao hapa miaka mingi, wako tu hapa, lakini unakuta kumbe sio raia wa hapa nchini. Sasa serikali haiwezi kukurupuka kusajili au kuwapa uraia watu ambao hawana vigezo au wanaotiliwa mashaka kupewa uraia halisi. Kwa hiyo hakikisheni mnawajenga watoto wenu. Sasa hivi serikali tunaipongeza chini ya usimamizi wa Samia Suluhu Hassan, rais wetu, wametusogezea huduma halmashauri pale. Kwa hiyo swala la NIDA sio tena mpaka uende wapi? Kibaha. Bado serikali inaendelea na mchakato wa kuleta vyeti. Ofisi ya RITA au msajili wa vizazi na vifo wasogeze hapa. Yote haya serikali inafanya kwa ajili ya kurahisisha huduma kwa wananchi. Tunajua ni kero mnazozipata, hata sisi wengine kwenye huduma mbalimbali lazima uende wapi? Ofisi ya mkuu wa wilaya. Imekuwa mbali, lakini baadhi ya huduma rais wetu ametusogezea. Imekuwa wapi? Hapa hapa. Nani kama Samia? Kwa hiyo niwashukuru sana na niwahamasishe. Waambieni watoto wenu watoke wajiandikishe. Kwanza ninyi wazazi hakikisheni vielelezo mnavyo. Huwezi ukamzaa mtoto alafu kielelezo chake, hata kadi, hata tangazo la kuzaliwa, hata cheti cha ubatizo, hata chochote, mtoto anakosa kabisa. Yaani kana kwamba kama vile aliokotwa, kama vile sija alikutwa yuko kwenye wapi. Kwa hiyo tunashindwa kuwatambua. Ndio maana sasa hivi mwezi huu wote kitongoji cha Ruvukwadosa karibu wananchi 50 wamekuja wametiririka hii. Niwapongeze wenye viti wangu, wanaendelea kuhamasisha wananchi kuja kwa ajili ya kufanyaje? Kushughulikia. Dunia ya leo bila uraia, bila kadi ya uraia, bila namba ya uraia, hakuna chochote. Tutakutilia mashaka. Kwa hiyo kama serikali chini ya wasimamizi wa NIDA wakikutilia mashaka wewe, unafikia hata mkopo huo unaweza usiupate. Kwa hiyo wafundisheni watoto wenu hata namna ya kujieleza. Mtoto mwingine ana miaka 22 unamkuta analetwa na baba yake, amefatana na baba yake miaka 22. Sasa wewe umemleta huyu mzee wa nini? Mwache tu, nimemleta, nimemsindikiza. Kwa hiyo yani vijana wamekuwa walemavu wa fikra, walemavu hata wa kujisimamia wenyewe. Kila kitu kidogo lazima apelekwe na mzazi. Haya, mzazi anatoka hapa tena anampeleka mpaka halmashauri. Mtoto wa miaka 22 yuko nyuma. Kwa kweli wakati mwingine tunawasimanga sana hapa. Watoto wajitambue, watoto wajielewe, wasisumbue wazazi. Kwa hiyo ndugu zangu, hebu waelimisheni watoto wenu wajue kujitegemea.